Namna kwa namna hiyo kipenga kimepulizwa na tumeingia katika awamu hii ya TV47 Weekend kuanzia sasa katika kipindi cha dakika 30 ni kujuze yale ambayo yamejiri humu nchini na haswa katika kaunti zote 47, lakini kwa sasa haya ndiyo yaliomo. Baadhi ya taarifa tulizokuandalia katika TV47 Weekend. Hali ya taharuki imetanda katika kijiji cha Karone, eneo bunge la Takwel, kaunti ya West Pokot, baada ya watu 4 kuuawa asubuhi ya leo na wengine kadhaa kuaminika kuzikwa wakiwa hai kufuatia maporomoko ya shimo la machimbo. Sisi kambi Karaya watu karibu 40 au 50 amekufa kwa juu ya kreda. Ile amekuja nchi yetu. Hii kreda amelete kifo ya watu wengi sana. Wanasiasa wanaounga mkono serikali wamemkosoa aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua pamoja na upinzani kuendesha siasa za mgawanyiko. Kikundi cha machungu, kikundi cha hasira. Ukiona mtu amefura uso unaweza kile mtu atapasuka kesho. Huku kiongozi wa DCP na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua akimsuta Rais William Ruto akisema kuwa ni kiongozi wa kikabila ambaye anaweka kando jamii zingine. Huyu William Ruto ndio mkabila mkubwa katika Jamhuri ya Kenya tangu wakati tulipigania uhuru. Mkabila asishindwe. Aende nyumbani asiende. Na Kenya inalenga kuwapokea watalii milioni 5.5 mwaka huu. Azma kubwa inayohitaji zaidi ya hadithi, uvumbuzi na mshikamano kweli. Leo tunaangazia mikakati iliyowekwa kuwezesha. Karibu popote pale ulipo. Jina langu ni Elizabeth Mutuku, kwenye meza ya lugha ishara yupo Catherine Simalono. Wasiliana nasi kwa 22047, mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook na ukurasa wetu wa X, na pia kwenye YouTube unatufuatilia moja kwa moja TV47 Kenya na unatupata kwa njia ya mubashara. Karibu tuandamane hadi tamati. Wanasiasa wanaounga mkono serikali ya muungano, serikali jumuishi, wakiongozwa na kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah na msaidizi wa rais William Ruto Faruk Kibet, wamekosoa aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua pamoja na upinzani kwa jumla kwa kuendesha siasa za mgawanyiko. Mwanahabari wetu Sostin Wanji alihudhuria vikao hivyo na taarifa ifuatayo. Kwa jina la kuinua vikundi vya kina mama kiuchumi, viongozi wanaomuunga mkono Rais William Ruto wanaendelea kurindima siasa miaka 2 kabla ya uchaguzi. Leo wamepiga kambi katika eneo la Kamukuyu, eneo bunge la Kimilili, kaunti ya Bungoma. Sisi tunaamini sana kwa empowerment. Wale wengine wanaamini kwa kukawanya wakina mama. Wao wanasema eti kwa nini sisi tunawasaidia kina mama? Na hiyo ndio kazi inatuleta hapa ya empowerment. Tuhakikishe mama mboga, kijana wa bodaboda, mchuuzi ndogo yule hoka. Kwa sababu ya network yetu ndio umeona marafiki wetu wengi wamekuja kutuchangia hapa. Lakini Wakenya waliwakumbuka vile walivyotumia nafasi hiyo kubadilisha maisha ya wananchi wa Kenya ambao Mungu ametupatia. Wanasiasa hao wamesema kuwa upinzani hauna ajenda yoyote ya maendeleo, bali unagawanya nchi kwa misingi ya kikabila. Anataka atuambie ati ile maafa tuliona 2007, 2008 was a Christmas party. We are yet to see more bloodshed in 2027. We want to tell you, shame on you. Nyinyi mwahi kumuona hapa Kimilili? Hapa tu mahali tuko mmemwona Juzi walikutana kwa ule jamaa wa Munyoro kwa Boma, wakatusengenya. Wakatoka hapo wakaenda kukutana kwa ule jamaa mwingine sijui Watermelon, wakatupiga, wakatutusi, wakiwa hakuna ajenda nyingine. Wamepuuzilia mbali juhudi za wapinzani wao, wakisema kuwa lazima Rais William Ruto ataongoza mihula 2 na ahadi zote kwa wananchi zitatimizwa. Sisi unatuambia one time, alafu weka hiyo grupa moja, uwaweke upige picha. Angalia mtu anakaa sura ya rais. Angalia,
Kama ni ule jamaa kufungia longi hapa juu, hawezi kuwa sura ya rais. Mbunge wa Kandui John Makali ameisuta mahakama kwa kuingilia kazi yao kama watungaji sheria, akisema kuwa kwa sasa taifa linahitaji uwepo wa tume ya uchaguzi ili kufanikisha chaguzi ndogo. Hatutaki kuona amri zikitoka katika mahakama zetu zikikataza vitengo vingine vya serikali kama bunge kuweza kutoza kufanya kazi yake. Wanji Sostin, TV47, kaunti ya Bungoma. Asante sana Wanji Sostin kwa taarifa hiyo. Tukisalia katika masuala ya siasa, ni kwamba kiongozi wa chama cha DCP na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua ameshtumu Rais William Ruto kwa kuwa kiongozi wa kikabila anayewatenga ama anayezitenga jamii zingine kwa kuwapa manufaa duni, huku akipeleka miradi mikubwa ya uwezeshaji kwenye ngome yake ya Bonde la Ufa. Chichi Josephine anauketwa wa taarifa hii. Kiongozi wa chama cha DCP na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka wamezuru kaunti ya Taita Taveta, huku wakiongeza juhudi za kutayarisha uungwaji mkono wao kabla ya uchaguzi wa mwaka 2027. Huyu William Ruto ndio mkabila mkubwa katika Jamhuri ya Kenya tangu wakati tulipigania uhuru. Mkabila asishindwe. Gachagua akimshutumu Rais William Ruto kwa kile alichosema ni upendeleo na kupendelea ngome yake ya Bonde la Ufa kwa gharama ya maeneo mengine. Katika parasteto 250, parasteto 92 amepatia jamii yake. Ni mkabila si mkabila? Amepanga budget ya shilingi milioni 10 katika kila constituency Kenya, lakini pale kwake kwa watu ya jamii yake amepanga 150 million, na hii ni pesa ilikuwa ya capitation. Kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka alikashifu serikali kwa kile alichosema kuwa ni mauaji ya vijana, huku akibainisha kuwa chama chake cha Wiper kimebadilika rasmi na kuwa Wiper Patriotic Forum kama njia ya kuonyesha heshima kwa vijana wa Gen Z waliofariki wakati wa maandamano. Ili kuheshimu vijana wetu, hata chama cha Wiper tumepindua jina, tunaita Wiper Patriotic Front. Tumeshikana, tumesema kutoka kule Western lazima William Ruto aende one term. Katika suala hili, Kalonzo Musyoka alifichua kuwa Juni 25 itakuwa sikukuu ya kusherehekea mashujaa wa vijana wa Gen Z waliokufa na kuwaheshimu. Ndio tumetangaza tarehe 25 itakuwa sikukuu Kenya nzima kusherehekea ushindi wa vijana wa Kenya. Chichi Josephine, TV46. Na mbunge wa Mumias Mashariki Peter Kalerwa Salasia amejiungwa na wanasiasa wanaopinga vikali mswada wa fedha wa mwaka 2025 mwaka 2026, akisema kuwa utawawezesha ama utawafinya Wakenya ambao wanakabiliwa na hali ngumu ya kiuchumi. Akizungumza wakati wa sherehe za kumkaribisha nyumbani katika kaunti ya Kakamega, Salasia pia amekemea vikali serikali ya Kenya Kwanza kwa kuangazia michango ya kisiasa badala ya kuunda sera madhubuti za kupunguza gharama ya maisha. Shughuli za kibiashara kwenye barabara za Kisumu, Kakamega na Kakamega Mumias zilisitishwa kwa muda kufuatia msafara wa Salasia ulioelekea mjini. Mbunge huyo alipokewa kwa shangwe na umati mkubwa aliporejea nyumbani baada ya mikutano mbalimbali katika maeneo tofauti ya nchi kuendeleza azma yake ya kuwania urais mwaka 2027. Yani ni wale misitu ndio wanabadilisha, si wahitaji wao, watajipange katika makabila zao, lakini mimi nitatembea na tutaunda serikali ya 2027. Katika hotuba yake, Salasia amepinga mswada wa fedha wa mwaka 2025-2026 akionya kuwa utazidi kuwabebesha mzigo wa Kenya wanaokandamizwa na kodi ya juu, mfumuko wa bei na ukosefu wa ajira. We are not going to accept anything called finance bill, kwa sababu the current finance bill bado is still a burden to the Kenyans, and we cannot accept it again. Ilete mambo yengine wanataka kuleta pale, ati ingine ya
tax watu wanafanya, vijana wanafanya online. Salasya pia aliwakosoa Rais William Ruto na kigogo wa siasa za upinzani Raila Odinga, akiwalaumu kwa kushindwa kutoa suluhisho la kudumu kwa changamoto kuu za kitaifa kama vile ufisadi na ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana. Hatukuchagua kufanya mambo ya harambee. We want policies, we want ideas, we want job creation. And this one, kwa sababu umeona wameanza kutembea na harambee tu pesa kidogo kidogo, wewe ila hali wanapora pesa ya Kenya. Ndio hiyo ndio tunasema sisi vijana hatutakaa kando kuona jamaa kama wamepoteza network. Sasa sisi wenyewe ndio tunatake over this country. Salasya amewahimiza Wakenya hasa vijana kumuunga mkono kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027, akiahidi mageuzi makubwa yenye mwelekeo wa kuwahudumia Wakenya moja kwa moja. Raila ataenda kukaa nyumbani, Ruto ataenda kukaa nyumbani, Musalia wamekaa nyumbani kwa sababu they are failed. Kauli yake inajiri wakati mjadala kuhusu mswada wa fedha umechacha nchini, huku kamati ya bunge ya fedha ikiendelea kuchunguza mapendekezo ya mswada huo wa fedha ambao unapendekeza kuondoa misamaha ya ushuru kwenye sekta ya utalii. Can you demonstrate to this committee that this particular, let me call it quote unquote exemption, the fact that it leads to tax expenditure, are you able to demonstrate that that benefit is transferred to the users and to the sector? Katibu wa utalii John Ololtwa amewaomba wabunge wasiondoe msamaha hiyo na badala yake watoe motisha kwa wawekezaji wanaopendelea utalii wa kawi safi na wa kudumu. Between January and May, we were able to exempt up to a total of 49.03 million. Violet Auma, TV 47. Kazi safi Violet. Na Kenya inalenga kuwapokea watalii milioni 5.5 mwaka huu, azma kubwa inayohitaji zaidi ya hadithi, uvumbuzi na mshikamano wa kweli. Na kuzinduliwa kwa msururu wa magharibi, safari ya kipekee inayopenya katika utajiri wa asili ya magharibi ya Kenya, inalenga kufungua milango ya vivutio vipya vya utalii. Kenya hai hutambulika sana kwa hifadhi zake maarufu kama madhara ya kuvutia, lakini bali na hayo kuna hadithi nyingine inayosimuliwa na mshindo maji, sauti tamu za ndege, upepo unaobeba kumbukumbu, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Gilbert Rono. Siku yetu ilianza asubuhi na mapema wakati wa uzinduzi wa safari hii. Waendeshaji wa baiskeli na wakweaji mlima walianza kwa hamasa, wakitembea kwa kilomita kadhaa kupitia milima ya Buyanga hadi kufikia kilele, kisha kushuka kwenye njia za misitu kuelekea mto usiku na chemichemi zake za kuvutia. Lakini ndani kabisa msitu wa Kakamega kuna subiri ajabu nyingine. Chemichemi za maji ya Ikungu, maji yake yanabubujika kwa kishindo, yakichonga hadithi kwenye miamba ya kale. Hapa maji na miti huzungumza kwa lugha kongwe kuliko historia. Kutoka angani, msitu huu hutoa hadithi tofauti, hadithi ya kina, tabaka na pumzi. Kamera yetu inapaa juu kwa juu. We are cognizant of the fact that as a destination we need to consistently reinvent ourselves by developing new products that attract new audiences to the country. That's why we are here today. The Magical Kenya Trails series has 6 editions that run throughout the year. We did the Heritage Trails in Nandi County in January, and now we are here today in Kakamega, launching the Magharibi Trail series. Our message to Kenyans is Tembea Kenya. Tembea Western Kenya, come to Kakamega National Reserve. It's a beautiful reserve. There's a lot of activity. We have camping, we have there's walking, bird watching. There's the Isuku River, which is here as well. So our rallying call to Kenyans is Tembea Kenya and explore the destination. Kenya is a beautiful country. Katikati ya magharibi ya Kenya, upo msitu usio na mfano.
Kakamega si wa kijani tu, ni wa kale, ni mtakatifu, na umejaa hadithi zinazobebwa na mbawa za ndege na minong'ono ya majani. Huu ndio msitu wa mwisho aina Guinea Congolian uliosalia nchini Kenya. Miti mingine hapa ina zaidi ya miaka 200. Msitu huu ni makazi ya zaidi ya aina 380 za mimea na zaidi ya aina 330 za ndege au kipenda nyuni. Kutembea hapa ni kucheza na uzuri wa maumbile. In Kenya, we've realized that most people they go to the parks to view the big five, the lions, the rhinos, the leopards and all that. But we have a unique thing in the western side of Kenya. We have the forest where you can have to do your trails, safaris comfortably. The weather is very good and the place is quite unique compared to other places. We have accommodation facilities if you wish maybe to come and stay around with a family. We have catering facilities, everything is provided. And also the place is quite unique. We have quite a lot of attractive features around here. We have the Buyangu Hills where you can view the whole forest at one go. For those who love watching snakes, we have quite a number of snakes here. We have vipers, we have Gabon vipers, we have rhinoceros vipers, rhinoceros horned viper, we have forest cobras, quite a number of several snakes around here, which is also unique. We also have unique trees that are not found in so many other areas, like we have forest mahogany in Kakamega Forest. We have vipers, a lot of climbers around here. And we also have Isyuhu Falls. We have a falls here, very beautiful, that you can come and watch. Lakini kila lililozuri halikosi doa. Msitu huu una changamoto zake. You know, the population is increasing at a very alarming rate. So we have some bit of encroachment that people are trying to encroach into the park. We also have people who want to get into do illegal logging, charcoal burning, and illegal grazing, getting firewood illegally. Those are the main challenges that we have right now. But we are fencing the forest right now. There's a program going on of fencing the entire forest so that we're able to secure the biodiversity for the future generation. Na je, jamii inasaidia vipi katika uhifadhi wa msitu huu? We have a program that we call, we've got a CSR program that Kenya Wildlife Service runs, and we have community benefit sharing. Like right now here, you can see we have guides around here. When tourists come here, when we have guests coming visiting the park, it's not the Kenya Wildlife Service rangers who take them round. It's the community guides. So the money that is paid to the community guide, it rolls back to the community. Wageni huja kupanda mlima, kupiga kambi, kutazama ndege na kusikiliza sauti zao hapa. Lakini Karen, iwapo msitu huu ungezungumza ungesemaje? Leave me as I am. I'm supposed to be as natural as possible. Huenda hiyo ndiyo nafasi ya Kakamega, mwangwi wa kale. Unaomba mustakabali bora. Baada ya minong'ono ya Kakamega na mshindo wa chemichemi zake, tulielekea magharibi, tukavuka maji ya ziwa Victoria. Ndani ya kivuko, hatukuvuka tu ziwa, bali tulivuka kwenda katika hisia. Hadi kisiwa cha Rusinga, ambapo anga hukutana na maji na muda usimama. Jua lilipozama, mwanga wake wa mwisho unacheza juu ya mawimbi. Rusinga ilidhihirisha upande wake wa kipekee wa dhahabu, ya utulivu, ya kuguza roho. Karibu na ufukwe, kuna kisiwa cha ndege almaruf Birds Island, hifadhi ya aina ya ndege wanaokula samaki. Hapa, maumbile hayapigi kelele, yanapiga miao ya uzuri. Wavuvi wakitupa nyavu, upepo ukipita kwenye miti ya mtini. Rusinga inasimulia hadithi ya amani, subira na uwepo. Safari yetu ikaendelea hadi Homa Bay. Katika lulu iliyojificha, hifadhi ya kitaifa ya Ruma. Hifadhi ya kipekee ya nchi kavu katika eneo hili
na makazi ya roan antelope waliosalia Kenya nzima. Ikiwa kati ya bonde la Lambwe na milima ya Gwasi, Ruma hufunguka kwa uzuri wa asili ya nyasi za dhahabu, miti ya acacia na utulivu wa pori lisiloguzwa. I usually do road cycling, but this is also kind of different. We came on a mountain bike because of the wild. It has been a good experience so far. We've seen different types of wild animals and it's been exciting. Really excited. It's a fundraising trip and they made this incredible trip for us. This is our first cycling day and we came through Ruma National Park. Absolutely stunning and hard. Not an easy ride, but a really fun ride. Lots of mountain biking and tons of zebras migrating on both sides of us. It was just stunning. Waendeshaji wa baiskeli na wapandaji pia walihisi uzuri huu wa Ruma. Hifadhi hii pia ni hifadhi ya makao ya twiga, pundamilia kongoni, nyati na zaidi ya aina 400 za ndege. With a size of 120 kilometers square, it's a home to the roan antelopes. This is the only place where you can find roan antelopes in Kenya. And the biggest population of road giraffes in Africa is also found here in Ruma, no any other park. We also have the black and the white rhinos in Ruma National Park and the topis. Those are some of the things that make Ruma Park very unique. And lastly, it's a basin, because if you look at around, it's surrounded by hills, so that tells you that there is abundance of forage material or grass for the wildlife that we have here. Ni hifadhi ya viumbe na kumbusho la kile kinachoweza kupotea. Kutoka kwenye miale ya jua, kutoka kwa msitu hadi upepo wa ziwani, Kenya inaonyesha uzuri wake sio kwa hatua, kwa macho na kwa moyo, bali mandhari ya kupendeza. Na safari halisi sio tu kufika unakoenda, ni kujifunza kuona, kusikiliza na kuhifadhi. Love Kenya! Na ni dhahiri kuwa kila mzizi, kila wimbi, kila sauti ya pori ni hadithi inayostahili kuokolewa na kuhifadhiliwa ili kuwa kitovu cha utalii. Gilbert Tono, makala Lulufiche, katika mbuga ya wanyama ya Ruma, kaunti ya Homa Bay. Kazi safi Rono, na bila shaka nimekuja kufahamu kwamba taifa hili la Kenya ni mojawapo ya taifa ambalo lina mandhari mazuri zaidi. Na watu 4 wamefariki dunia huku wengine wakijeruhiwa vibaya baada ya kufunikwa na kifusi kufuatia maporomoko katika machimbo ya madini mapema hii leo katika eneo la Karon, Takwel County ya West Pokot Magharibi. Kwa sasa majeruhi wanapokea matibabu katika hospitali ya rufaa ya Kapenguria, huku miili ya marehemu ikiwekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha uchunguzi zaidi. Mwanahabari wetu Fatime Suleiman ana mengi zaidi kuhusiana na taarifa hii. Inadaiwa kwamba watu hao walinyemelea chimbo hilo usiku wakiwa na vifaa vya kawaida vya uchimbaji bila ya kujua kuwa udongo ulikuwa mwepesi na rahisi kuporomoka, hasa baada ya mashine kubwa za uchimbaji kufanya kazi mchana. Hapo ndipo chimbo hilo liliporomoka na kuwazika wakiwa hai. Kama hii ya leo anaingia usiku kwa maana anaona kreda, mchana anakataa. Saa ile kreda ameenda, watu naingia ndani, atina chimba, anachota mchanga, ndio naua watu. Kulingana na viongozi, chimbo hilo linamilikiwa na mwekezaji ambaye ana vibali halali vya kuendesha na kuendeleza shughuli zake za uchimbaji wa madini. Aidha, wito umetolewa kwa wakazi kuheshimu eneo hilo na kuepuka kulivamia kwa shughuli haramu za uchimbaji, kwani walikubaliana wenyewe kwenye mkataba wao na mwekezaji. Heshimu ile mkataba nyinyi mliweka na hiyo investor. Kama mliagree kwamba ni mchana ndio anachimba, usiku inyamaze mpaka kesho, tuende namna hiyo. Sababu achawanyima mchotewe mchanga huko nje ili nyinyi mjinufaike kwa mahitaji yenu. Vile vile inaripotiwa kuwa visa vya uchimbaji haramu wa madini vimeongezeka katika kaunti hiyo, huku serikali ya kaunti ikisema kuwa
inaendelea na juhudi za kuhamasisha wakazi kuhusu athari za uchimbaji huo haramu. Raia wa pande huu wa Turkwel wajiepushe na gold mines. It has been a long time that gold mines has been risky in these places. It has killed many people. Hata hivyo, baadhi ya wakazi wamelalamikia machimbo mengi kuachwa wazi na wameomba wahusika kuyafunika baada ya kumaliza shughuli zao ili kupunguza hatari ya maafa. Kaomba pia investor anapofanya hii shughuli achimbe, na wakati ameshachimba heri afunike hiyo eneo, ndio tuepuke pia hali ya watukutu ya watu ya kujanga usiku na kuja kuchimba. Kwa sasa wakazi wanaomba serikali kusitisha shughuli zote za uchimbaji wa madini katika kaunti hiyo, na iwapo hilo halitafanyika wanasema wapo tayari kuwafurusha wahusika kutoka kwenye machimbo hayo. Tunataka serikali apunge makreda yote. Mfukuze hii vitu. Hiyo watu aende na hiyo biashara. Hatutaki tena. Aende kama nasinda nyinyi, wacha sisi tuchome hii magari. Fatime Suleiman, TV 47. Na tukidunda viwanjani ni kwamba timu ya taifa ya wanaume ya Harambee Stars hivi sasa inacheza dhidi ya Chad jijini Marek, Morocco. Kenya inatumia mechi hii kama sehemu ya maandalizi ya mechi zijazo za kimataifa. Mechi ya pili dhidi ya Chad imepangwa kuchezwa tarehe 10 mwezi huu hapo Morocco. Na Kale Plus Lomwai kutoka kaunti ya Pokot Magharibi ameibuka mshindi wa mbio za kilomita 15 za Kapsowar Charity and Conservation zilizoandaliwa na shule ya upili ya wasichana wa Kapsowar. Na upande wa wanaume kwa upande wa wanawake Catherine Relin alitinga katika nafasi ya kwanza. Mbio hizo zinalenga kuchangia karo za wanafunzi kutoka kwa familia ambazo zina uwezo ili kufanikisha kuendesha masomo yao bila vikwazo vya kifedha. Naambia organizers pongezi wa keep up for Kenya. So nimefurahi kwa siku ya leo, Mungu ameniwezesha nikawa number 1. So nashukuru Mungu na pia nawashukuru sana, na Kenya yetu tuinue iende mbele. Hiyo ndio sasa nilikuwa naumia sasa mori kabisa, sababu lazima jamaa alinisindia mali kidogo tu. So leo sasa siku ya leo nikasema tutakusanya mali mwili inakubali ni hapo. So yote nilikuwa nakubali tu chenye imekuwa. Kwa sababu nimebeba race ya leo. Sikuwa natarajia kwa sababu nilikuwa nimeenda off kidogo. Sasa sijapiga mazoezi ile ya kutosha. Sijapiga speed walk. Nikasema wacha niende tu kama mazoezi. Since the beginning of the marathon, we've sponsored around 700 girls. Last year alone, we sponsored 200. And this year, we are expecting to increase the number and to even conserve the environment more. With a number of schools already, especially the primary ones, because like Tegla Lorupe has quite a number of students who participate in this race, and she's the one who actually starts from the beginning. Na mpenzi mtazamaji wa TV47, kufikia hapo sina budi kukunja jamvi hili la TV47 Weekend. Jina langu ni Elizabeth Mutuku, kwenye meza ya lugha ishara amekuwepo Catherine Simaloi. Kwa shukrani za dhati kwa yote yule aliyefanikisha awamu hii ya TV47 Weekend saa 1. Lakini kabla sijaondoka, tujifunze Kiswahili. Binamu ni nani katika familia? Binamu ni nani kwa familia? Kwaheri kwa sasa.